Hikma, kama unakusudia hikma kwa maana hikma ile kusoma Qur'ani mwanzo mpaka mwisho hakuna ishkali. Kusoma hikma kwa maana umekana masafa yako umesoma sura al-Fatiha mpaka Nas, hiyo hikma wanasema hiyo haina ishkali. Na kama unakusudia hikma kwa maana ya hizi hikma zinazosoma baada ya mtu kufa tatu au tatu wanaita nyingine, hii ni bid'a. Hii ni bid'a na kujibu kwa ikhtisar. Kama hujaridhika na jawabu utarejesha swali ili tukufafanulie zaidi. Lakini ni bid'a, haikufanya zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba, bali imekuja mwishoni katika zama za matabiina. Inaelezwa ndio kuja na mambo ya talqini, wengine wakaleta mambo hayo ya kusomea Qur'ani na fika kwa maiti, kwa maiti wakaleta zoba za shubuhat. Lakini sahihi kwamba hikma, usomaji wa hikma ni bid'a. Na tumeeleza kwamba haya mambo ya bid'a nyingi katika bid'a nyingi zinabaki kwa kuwekewa vitu vinginevyo, sio vile vitu ambavyo vimeambiwa ni bid'a. Bid'a ya hikma inabaki kwa sababu kuna ubwabwa ndani yake. Kadhalika maulidi. Kama ni wakweli mashehe hao wanasema hikma, msiwape hela, ingawa angalia wanafundisha tu bakhili. Kisha wanafundisha tu bakhili. Msipike ubwabwa, na pia wanafundisha tu roho. Ndio hoja zao. Lakini hebu ndio sisi tunaombea dua maiti. Kumwombea dua maiti si ibada, unapata thawabu. Unaambia shehe jazakallahu khairan. Ndio Mtume alivyosema, "Masana ilaikum ma'ruf madha fakafi fa inna mtaju ma tukafiuna fadha." Bado basi tumekuombea dua shehe jazakallahu khairan. Alafu tuone kesho mwambie mzee sasa, na kesho tuna hikma nyingine, naomba uje. Uone kama atakuja shehe. Yani wamemaliza hitima zao, ambie Waislamu jazakumullahu khaira. Tunashukuru kwa kumwombea dua maiti wetu huyu, tunashukuru sana, Allah alipe kheri. Tutaonana mara nyingine na mwezi ujao tuna hitima nyingine, naomba afike. Alafu watu waondoke, waone kama watarudi. Watu wapata ubwabwa. Hitima ni ibara ya kupata ubwabwa. Hitima ni ibara ya kula na vile vile maulidi. Ama kama dua, sisi wote tunathibitisha kama tunaomba dua kila siku. ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Anaingia mpaka maiti zetu kwa dua tunaomba. Hii ni ibara tu kutengeneza mtandao wa kula ubwabwa. Sasa nataka kuutetea kwa hoja ambazo hazina